ya sikukuu ya Christmas, vifaa vyote waliondoa kwenye hii barabara. Ina maana hakuna shughuli yoyote ambayo ilikuwa inaendelea, magari nini, kila kitu waliondoa. Kwa hiyo hakuna shughuli iliyokuwa ikiendelea. Sasa wananchi wanashangaa kwa nini kazi imesimama, na ukiangalia barabara inayotumika ni ya nyuma na barabara ile ni ndogo. Ujenzi wa barabara umefikia 5%, ujenzi wa stendi umefikia 15%, ujenzi wa ofisi ya wahandisi umefikia 17%. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mkandarasi ameshalipwa advance payment kiasi cha bilioni 3 na milioni 900 kama malipo ya awali, na kwa sasa tumeshaidhinisha shilingi bilioni 1.3 kwa kazi alizofanya. Kwa sasa mkandarasi ameshatumia muda wa miezi 6 sawa na 40% ya muda wa kufanya kazi zote za kimkataba. Muda uliobakia ni miezi 9 sawa na 60% ya muda wote wa kazi, na kazi iliyofanyika ni jumla ya 10% hadi sasa. Kwa maana hiyo tupo nyuma kwa 30% ili kufikia lengo lililopangwa. Hakuna kinachoendelea zaidi ya hivyo ilivyoikuta. Na leo mimi kwa kushangaa leo ambapo niliona kama imetulia, lakini leo ndio nimeona hizi gari zikibeba mchanga. Wananchi hawa ambao mradi huu ni kwa manufaa yao, sababu huu mradi wewe ambaye unajenga ukimaliza utaondoka, mshauri atajenga ataondoka, sisi wengine ni watumishi. Mradi huu ni kwa manufaa ya wananchi wa kata hizi ambao wanalala na kuamka, ambao wameishi wamezaliwa kwenye kata hizi. Sasa wenye uchungu wa barabara hizi kwanza ni wao, lakini wa pili mwenye uchungu wa barabara hii ni yule ambaye ametoa fedha na si mwingine bali Mheshimiwa Rais. Sasa wenye uhitaji wa barabara wamelia, wamesema wanahitaji barabara. Mwenye fungu ambaye ni kiongozi mkuu ameshatoa fedha. Sasa hapa katikati mchawi ni nani? Tumekuwa nyuma kwa hizo asilimia kutokana na changamoto mbalimbali, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwanza mvua imeturudisha nyuma sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tunapoingia kwenye mkataba na mkaomba halmashauri kwamba tunaomba muda fulani, tutahitaji muda huu kwa kuzingatia 1, 2, 3. Je, hayo yote hamkuzingatia? Yaani mvua imekuja tu bahati mbaya? Hapana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumeyazingatia na bado licha hizi mvua kunyesha bado tutamaliza mradi ndani ya wakati. Nina uelewa mkubwa sana wa miradi yote ya TACTIC. Msijirudishe shule kulipa elimu ya miradi ya TACTIC. Twende kwenye uhalisia, tuhakikishe kwamba barabara inajengwa. Sasa tusirudi kusema kwamba same package, same nini. Yaani tunatumia lugha ili tuweze kutumia muda, tusiende kwenye uhalisia. Package or no package. We need construction ya barabara iwe on track. We want construction ya stendi iwe on track. Unapofanyiwa analysis ya kandarasi yako, onekanika kama ina manpower, ina financial capacity na ina watu wa kuweza kutekeleza mradi, mlionekana kwamba mna uwezo huo, kwamba mna uwezo wa kujenga barabara kipindi hicho na stendi iwe inajengwa. Sasa ukisema kwamba nguvu tumepeleka kule, basi kuna changamoto. Naelewana Sasa mimi nadhani tusizungumze maneno mengi. Nahitaji ujenzi wa barabara hii uende sambamba na ujenzi wa stendi. Nyie ni wazawa, ni wakandarasi wazawa. Maelekezo ya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba kazi hizi zote tuchukue wazawa. Lakini sisi ndio tunakuwa chanzo wakati mwingine cha kujiangusha sisi wenyewe. Kweli mradi kama huu fedha zipo 30% nyuma. Kwa hiyo jamani, nadhani tunaelewana. Kazi ianze. Nitaacha namba yangu hapo kwa wananchi. Mkiona vifaa vinaondoka mnanipigia simu moja kwa moja. Sawa Sawa jamani? Tunaelewana?